Vijana, mjue kwamba mnapendwa, lakini acheni tabia mbaya ya kujiuza katika anasa, madawa ya kulevya, ulevi, uhuni na maisha ya haraka haraka ambayo yanakudhanisha kwamba utafanikisha maisha yako kirahisi rahisi. Kristo muondoko. Hongereni sana kwa siku ya leo ya kutabaruku kanisa letu. Yaani ungeona katika mioyo ya watu hapa hiyo furaha iliyo ndani mwake usingeweza kuielewa. Ni furaha kubwa kwa sababu mambo haya yaliyoanza mbali miaka mingi 15 iliyopita, leo hii tunashuhudia matunda yake. Hebu tumshangilie Mungu na kumsifu sana. Mwadhama Protas Kadali Rugambwa, mgeni wetu rasmi, na mkuu wa mkoa ambaye tulimwalika CPA Amos Makala, mwakilishi wake amekuja. Itifaki ikiwa imezingatiwa, kwa kweli ni wajibu na haki tumshangilie na kumsifu Mungu kwa makuu anayotenda kupitia watu wake. Hebu tumshangilie Mungu tena. Tulipokuwa tunajiandaa kwa hii shughuli ya leo, nimemfikiria mtu mmoja ambaye nilipofika hapa niliongea naye, mtu mnyenyekevu sana, lakini mtu mwenye uwezo mkubwa ajabu. Nilipoongea naye akaniambia ndiye aliyechora jengo hili. Tukazungumza naye na akawa tayari kurekebisha baadhi ya mambo ambayo alikuwa ameyachora, akayachora akiboresha zaidi. Mtu huyo sio mwingine bali architect Alfred Romani. Ametembea nasi tangu mwanzo tukiota ndoto mpaka pale mwishoni, karibu wiki mbili kabla alipozidiwa na ugonjwa, na Mungu akamwita tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu. Hayuko duniani, lakini ameacha alama hii. Furaha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Sijui kama kuna mtu wa familia yake yuko hapa leo, sijui, lakini tulikuwa na mwakilishi kwenye maziko yake. Ndugu zangu, huu ni ushahidi kwamba wewe ulivyoumbwa na vipaji vyako, unapovikabidhi kwa Mungu vinakuwa ni taa na matumaini kwa wengi. Angeficha utaalamu wake, tungeona jambo hili hapa leo. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili yake. Tunamwombea yeye na wale wote ambao walimsaidia kufanya kazi hii. Na kwa kweli mara ya mwisho nilipoongea naye aliniambia sasa tutengeneze mazingira, landscaping ya hapa hii namna gani, na kwa siku zijazo paonekane vipi hapa. Sasa hilo na wakabidhi architect walio hai sasa hivi wafanye kazi hiyo. Basi picha yake tulikuwa nayo ndio hii hapa, Romani Alfred, mpendwa wetu ambaye alijitoa kwa kweli kwa furaha, na mpaka mwisho alikuwa anatamani sana aone kazi hii imekamilika. Mungu amweke mahali pema mbinguni. Ni matayarisho ya siku hii ya leo, tuliandaa jarida fulani ambalo linaweka ndani mwake ripoti ya mwenyekiti wa kamati ya ujenzi, na naona pia katika mahubiri ya Baba Kardinali nimeshangaa mambo mengine yamewekwa tayari huku, japo ameyasema leo kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu yalishawekwa tayari kwenye kitabu hiki. Jina lake linaitwa kuwekwa wakfu kanisa jengo na kanisa watu.
kuwekwa wakfu kanisa jengo na kanisa watu. Ndani mwake kuna historia tangu mambo yalivyoanza tulivyoelezwa. Kuna namna mbalimbali na salamu zimepelekwa kupongeza kwa siku hii ya leo. Kuna barua mbalimbali zimeandikwa. Baba Askofu Mkuu mstaafu Josephat Lebulu ameweka ujumbe wake huku. Baba Rugambwa mwenyewe ameweka ujumbe wake huku, na wengine pia wenye mapenzi mema. Sasa katika jarida hili nijaribu kueleza uhusiano uliopo kati ya jengo hili na mbatizwa. Kuwekwa wakfu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya huduma za kidini, ni kitu kilichotolewa au kutengwa kwa ajili ya shughuli takatifu kama vile ardhi, jengo, hata binadamu pia. Mfalme Sulemani aliliweka wakfu hekalu lililojengwa kwa miaka 46. Alijenga na siku ya kutabaruku akaomba Mungu akutane na watu wake, ili katika jengo hilo Mungu aongee na watu wamkabidhi shukrani, furaha, matumaini na nafsi zao. Tunasoma hayo kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 8. Basi hilo liko ndani ya kitabu hiki. Lakini zaidi ya hilo, tunafunuliwa kwamba sala ya Mfalme Sulemani imeeleza vizuri hadhi ya nyumba iliyowekwa wakfu kwa ajili ya makutano maalum na Mungu. Tumeijenga kwa maongozi yake, na sasa tunamwomba Mungu aibariki ili iwe mahali rasmi pa kufanyia ibada mbalimbali tulivyoelezwa kwenye mahubiri, na ni nyumba ambayo kwa vizazi vijavyo watakuwa nafika hapa wakikumbuka utakachoambiwa. Tunaalikwa basi tumshukuru Mungu kwa kuifikisha kazi hii kwenye tamati hii. Tumshangilie Mungu tena. Ndugu zangu, kwa ubatizo tunafanyiwa mila. Ubatizo unatufanyia mila ya kiimani, yaani kwa kubatizwa tunahamishiwa katika mapenzi ya Mungu na kukabidhiwa kwake tuwe mali yake moja kwa moja, na lengo la ubatizo ni uzima wa milele. Uongo kweli? Basi twawekwa wakfu kwa kupakwa mafuta ya Kristo matakatifu na kufanywa sio tu kuwa watoto wa Mungu na wa kanisa, bali kuwa askari hodari wa Yesu Kristo kwa kipaimara. Basi padri huwekwa wakfu kwa kupakwa mafuta ya Krisma mikononi, na askofu huwekwa wakfu kwa kupakwa mafuta wapi? Kichwani. Nao watawa huwekwa wakfu kwa kuweka nadhiri za kujitoa wote kwa Mungu na kwa utumishi katika kanisa lake. Katika Agano la Kale, wafalme, manabii na makuhani walipakwa mafuta ya kuwaweka wakfu ili watumikie taifa la Mungu katika utawala, katika malezi na katika ibada. Ni vema sisi tuliowekwa wakfu tusali katika jengo lililowekwa wakfu kwa kupakwa mafuta tulivyoona kwenye ibada hii. Kuta za kanisa, altare na pia tabernakulo imebarikiwa kwa kuweka ekaristi takatifu ili Kristo akae nasi tumwendee kila wakati. Utajiri huo ni upendo wa Mungu. Anataka tuchote kwake namna ya kwenda kuishi upendo huo kwenye maisha ya jumuiya. Tukio la kutabaruku kanisa kuu la Arusha linafanyika wakati mkutano mkuu wa MESEA umehitimishwa huko Nairobi, Kenya, Julai tarehe 26. Tulianza tarehe 18 mpaka 26, na mada iliyowaongoza maaskofu na wataalamu mbalimbali katika mkutano huo ni kutembea pamoja na vijana, kujenga madaraja, matumaini, haki na utawala bora. Ilikuwa ndio mada yetu kwa wiki nzima.
Kanisa la Kanda ya Mashariki mwa Afrika MESEA limeona na kukiri uwepo wa ufa kati ya vijana na jamii kwa ujumla. Kuna ufa ambao unasikitisha. Vijana kutoka majimbo ya kanda walitoa sauti moja na ya nguvu sana kwamba wanajisikia, wanaona, wanashuhudia kutengwa na jamii na hata kanisa kwa kutoshirikishwa ya kutosha katika kupanga na kufanya maamuzi. Hilo tamko waliliweka wazi mbele yetu. Mara nyingi wanatakiwa kuwatekeleze mambo ambayo wangeweza kuchangia mawazo na hata kutoa ushauri. Sauti hiyo ya vijana ambao idadi yao katika jamii kusini mwa Sahara ni 70%, sio ya kupuuzwa. Sauti hiyo inatualika maaskofu, mapadri, wazazi na walezi wengine wote tuwe karibu zaidi na vijana kama alivyofanya Yesu kwa wafuasi wa Emau, kwa kutembea nao katika safari ya maisha, tunavyoona kwenye Luka sura ya 24 aya 13 hadi 35. Tusikilize changamoto zao, tuwape miongozo na stadi za maisha ya imani ya jamii na kuwaonesha kwa matendo kwamba tunawajali, sio kwa maneno bali kwa matendo. Wasikie joto letu na kujali kwetu, wapende kama sehemu muhimu ya maisha ya leo. Vijana hupewa mafunzo kuhusu tunu za familia na jamii ili washike nafasi yao kwa kushiriki maisha ya pamoja na hivyo kuwa tayari kurithisha watoto wao tunu hizo kwa wakati wake. Sasa hilo ni jukumu la kila mmoja wetu. Vijana wanahitaji kuona mifano hai ya namna ya kufanikisha maisha yao, kama ni kisiasa, ni kijamii, ni kiuchumi, kwa kila uwanja wa maisha. Serikali na taasisi za dini tushirikiane kupanga na kutekeleza mipango ya kuwalea vijana. Nao vijana waache utundu, watambue ni vijana, nguvu wanazo, lakini mwelekeo wanahitaji wasaidiwe. Wanapoitwa kuelekeza hawataki kusikia. Hicho kiburi kinawaangamiza na hivyo taifa linaangamia kabisa. Vijana waheshimu na kujali mamlaka. Tunasikia mara ngapi wanapiga wazazi wao na ua kabisa, na ukaidi walionao, vikundi vya kijingajinga vinaharibu taifa letu. Hayo lazima yakemewe, kwa sababu tujifunze kwa mataifa mengine ambayo wanajidai wameendelea, lakini kiukweli wanaangamia wazi kabisa. Hakuna tunu za maisha tena, wanaishi wanazojisikia na kuona na fikiri bila kujipima katika mpango na maagizo ya Mungu. Vilio ni vingi sana. Nimedanganywa mambo gani? Tunakwenda na wakati ama tunachinjwa shingo zetu na wakati? Basi katika nyanja zote, vijana mjue kwamba mnapendwa, lakini acheni tabia mbaya ya kujiuza katika anasa, madawa ya kulevya, ulevi, uhuni na maisha ya haraka ambayo yanakudhanisha kwamba utafanikisha maisha yako kirahisi. Maisha rahisi ni hasara tu. Basi shuleni mnapoelekezwa, nyumbani, kwenye familia, katika jumuiya, huko kazini na kwingineko kote, vijana mjue kwamba huu ni wakati wa kusikiliza na kutii. Hayo yatawajenga.
hata sisi hapa jimboni yatupasa kujipanga kuboresha huduma kwa vijana wetu, hasa kupitia viwajika. Wale ambao ni vijana ambao hawako shuleni, vijana mwe karibu, mapadi mwe karibu na vijana wetu hao kupitia viwajika. TYCS mlio sekondari na TMCS mlio kwenye universities, kwenye colleges. Sasa vyama hivyo vinawasaidia mshikamanishwe na mpate malezi. Naomba sana ushirikiano. Nashukuru sana serikali pale ambapo tunapoomba ruhusa tu wakutane kwenye ibada. Wako viongozi wengine wasio na wanafikiriaje, wanatukatalia kukusanya vijana kwa mambo ya imani, mambo ya sala. Sasa unajiuliza, tunapotaka kujenga mnakataa, unapoharibika na tulilia tuwasaidie. Hebu tushirikiane zaidi. Vijana wanahitaji misaada mbalimbali. Wazazi, mnapoambiwa vijana wa kipaimara waje kwa mafunzo, ameshahitimu, hajahitimu, tusikilizane walezi kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu. Wanaangamia kwa kuwa sisi hatupo karibu nao. Viongozi katika jumuiya ndogo za Kikristo wapange taratibu za kujenga ukaribu zaidi na vijana wa jumuiya zetu, ili na huko jumuiyani vijana wasifahamike eti hawapatikani, hawataki. Siku ya kuzikwa wanapatikana, wakiwa maiti wote wanapatikana, wote wakiwa wazima hawapatikani. Maana nini? Tujipange vizuri. Tunahitaji kwa pamoja. Ule mwongozo wa jumuiya ndogo za Kikristo unatufaa sana kwa malezi. Hebu tumia nafasi hizo. Mkisha dondokia huko mkaharibika, ni mzigo wa mama na wa baba. Hebu tufanye, tujipange vizuri. Sauti ya vijana ya kuomba ukaribu tuifanyie kazi sisi wote. Tumwombe Mungu atujalie hekima, upendo na ari ya kutekeleza maazimio ya Mesea 2026 katika roho ya muondoko, ili tutembee pamoja kama familia yenye watu wazima, wazee na wagonjwa, vijana na watoto, wanaopendana, wanaoheshimiana na wanaojenga mazingira bora ya maendeleo ya kiroho na ya kijamii. Basi ujumbe huu na mengine mazuri yako humo ndani. Tumeandaa nakala chache sana. Kuwekwa wakfu kanisa jengo na kanisa watu. Sasa naomba nakala hii, sijui niitoe kwa nani atakayechukua, kwa gharama gani, ili tuweze kusambaza kwa watu wachache hapa. Kwa gharama gani utachukua ujumbe huu? Tumeandaa nakala chache, zipo si mikononi kwa watu gani, kumlangoni mafrateri. Nakala moja siwezi kusema bei yake, maana uchapishaji mnaviona jinsi ilivyo. Karatasi ni nene nzuri za kudumu miaka na miaka, utaacha urithi mahali popote pale, na zawadi ya kipekee kabisa, na hili utalipata tena baada ya leo, ndio mwisho wake. Basi naomba atakaye changia kuchapisha jarida kama hili. Kristo tumaini letu. Kwanza tuwapongeze Jimbo Katoliki Arusha kwa kijarida hicho kizuri sana chenye maelezo mazuri kinachoelezea ukweli, wafu na